أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tulisoma aya ambayo kwamba inasema bismillahi rahmani rahim, inna arsalnaka bilhaqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sadaqa Allahu al-aliyyul adhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo anasema inna arsalnaka, hakika sisi tumekutuma, bilhaq, tumekutuma wewe Nabi Muhammad kwa haki, bashiran wa nadhira, kuwa ni mbashiri na pia mwonyaji. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, na hapana umma wote ila ulipata mwonyaji kati yao. Tulikuwa tunaendelea na aya hii katika tafsir, katika tafsiri ambayo kwamba inaitwa Tafsir al-Kashif, na tukafika katika hii nukta ambayo kwamba inasema falasta wahdak, basi sio wewe peke yako ewe mtume, sio wewe peke yako. Asbahta mawdhi'a, umekuwa uko katika sehemu gani? Takdhib haulai alqaum, yani umekuwa katika sehemu ya kudanganywa na kukadhibishwa na hawa watu. Wakati ushawafikisha ujumbe, sio wewe wa kwanza ndiye ambaye kwamba umekadhibishwa. Bima indaka min mu'jizat, kwa yale ambayo kwamba unayo katika miujiza, wa kitabi samawi, na pia kwa yale ambayo kwamba unayo katika kitabu cha mbinguni ambacho kwamba ni Qur'an. Anasema faqad wajaha rusulu, kwani kuna mitume ambayo kwamba tayari walikuwa ni wenye kuwajihi, walikuwa ni wenye kukutana hadhihi almushkila, walikuwa ni wenye kukutana na matatizo haya, yani matatizo ya kukeukwa, matatizo ya matusi. Lidha, kwa hivyo anasema fala taghtam, usiwe na gham, yani usiwe na matatizo. Wawasil sayrak bijazmin, naendelea na safari yako kwa jazm, naendelea na safari yako kwa yaqini, naendelea na safari yako kwa hazima ya juu. Waalam, na ujue kwamba anna, ya kwamba man katabtu lahu alhidayah, ya kwamba yule niliyemwandikia uongozi, fasawfa yahtadi, basi atakuwa ni mwenye kuongoka. Wakati huu tunataka tuangalie alfarq, yani tofauti baina nini, albayinat, baina ya bayinat wazubur walkitabil munir. Anasema kwamba kwa ajili aya ilitaja pia albayinat, azubur, walkitabil munir, yani vitu vitatu. Anasema shekhe kwamba almufassiruna adharu, yani wana tafsiri walidhihirisha nini, mitizamo mbalimbali kuhusiana na nukta hizi tatu. Awdahuha, yani ambazo kwamba ziko wazi, dhuhur, ambayo kwamba iko wazi zaidi, kitu kilichodhihiri, maana ambayo kwamba tumestafidi katika hizi nukta tatu, yani katika hizi lafdhi tatu ambayo kwamba ni albayinat na azubur na alkitabil munir, tafsiran. Kuna tafsiri mbili ambayo kwamba wana mufassirun wameshikamana nayo. Ya kwanza kabisa anasema albayinat. Nini maana bayinat? Bayinat maana yake bimaana, ina maana nini? Ad-dalail, ina maana ya dalili, alwadhiha, dalili iliyokuwa wazi, walmu'jizat, na miujiza, allati tuthbitu, miujiza ambayo kwamba inathibitisha haqqaniyatan nabii, miujiza ambayo kwamba inathibitisha ukweli wa mitume.
Yani mtume atakapodai kwamba yeye ni mtume, ni lazima aje na dalili ya kuonesha kwamba yeye ni nabii. Lazima aje na dalili ya kuonesha kwamba ametumwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo albayinat, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatumia neno bayinat katika hiyo aya, anakusudia nini? Ima inakusudiwa dalili ambazo kwamba ziko wazi, alafu walmu'jizat, na miujiza allati tuthbit haqqaniyat an-nabi, ambaye kwamba inathibitisha huyu ambaye kwamba anadai ni mtume, basi kweli ni mtume. Kwa nini? Kwa ajili ya hizi miujiza. Kwa hivyo hiyo ni ya kwanza. Bayinat ni dalili na pia inatumika kama neno miujiza. Ama zubur ni nini? Ni jamaa, ni wingi wa zabur, yani vitabu, mazaburi. Bimaana, kwa maana ya nini? Alkutub, ina maana ya vitabu. Allati kutibat biihkam, yani vitabu ambavyo kwamba vimeandikwa kwa ufundi, vitabu ambavyo kwamba vimeandikwa kwa umakini na ustadi wa hali ya juu. Mithl, analeta mfano, Sheikh anasema alkitaba ala alhajar, yani kuandika juu ya mawe, wa amthaliha, na mfano wake. Kisha naendelea nasema wahiya, na hiyo azubur kinayatun, ni kinaya ya nini? Istihkami matalibiha, ni kinaya ya umakini wa masomo ambazo kwamba zinapatikana katika hicho kitabu. Yaqulu Raghib, anasema Raghib al-Asfahani katika kitabu chake ambacho kwamba ni kitabu cha tafsiru mufradat, anasema ukisema zabartul kitab, yani ukiweka katika fi'il zabartul kitaba, ukiweka katika fi'il hii zabartu, zabarta, zabarti, zabartul kitaba, yani maana yake nini? Katabtuhu, yani maana yake nimeandika. Ukisema zabartu, yani maana yake nimeandika. Katabtu, yani zabartul kitaba, ukisema nimeandika kitabu, maana yake ni katabtu kitabatan adhima, yani nimeandika kitabu kitukufu. Wa kullu kitabin ghalidh, na kila kitabu ambacho kwamba ni kizito, kitabu ambacho kwamba kina uzito ndani yake, yuqalu lahu, inaitwa nini? Zabur, inaitwa Zabur. Na pia ni ishara, wa ishara ila alkutubi nazila, na ni ishara ya vitabu vilivyoshuka kabla Musa alayhi salam, na ni ishara ya vitabu ambavyo kwamba vote vilivyoshuka kabla Nabii Musa alayhi salam. Fi hina, ya kwamba wakati ambao kwamba ikitumika alkitab almunir, fi hina anna alkitab almunir, wakati ambao kwamba itakapotumika hii neno alkitab almunir, ishara ni ishara ila kitabi Musa. Kwa hivyo inamaanisha hapa vitabu ambavyo kwamba vilivyokuja kabla ya wakati wa Nabii Musa alayhi salam vilikuwa vinaitwa Zabur au Zubur, lakini baada ya Nabii Musa vitabu vikawa vinapatiwa jina nyingine tofauti. Mathalan alkitab almunir, wakati ambao kwamba kuna wakati inaishiriwa kuwa ni kitabu cha Nabii Musa alayhi salam, wal kutub as-samawiyya al-ukhra, na vitabu vingine vote. Pia Quran imeitwa ni kitabu al-munir. Liannahu, kwa nini? Waradat al-ishara, kwa nini tunasema hivyo? Je, kuna dalili ambayo kwamba tunasema naam? Anasema liannahu waradat al-ishara, kwa sababu imekuja ishara fil Qur'ani al-karim, katika Qur'ani tukufu, fi surati al-Maida, yani katika surati al-Maida, al-ayat, aya ngapi? 44 hadi 46, ambazo kwamba inshallah taala tutatabaruk nazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika sisi tuliteremsha Taurat yenye uongofu na nuru, fiha, yani katika ndani mwa Taurat, hudan wa nur, kuna uongozi au uongofu na nuru. Yahkumu biha nabiyuna alladhina aslamu, ambayo kwayo, yani kwenye Taurat hiyo, manabii walionyenyekea Kiislamu, yani waliokuwa Islam na wacha Mungu na wanazuoni, alladhina hadu, waliwahukumu Mayahudi, ambao kwamba waliwahukumu Mayahudi, lilladhina hadu warabbaniyun walahbar bimastufidhu, waliwahukumu Mayahudi kwani walikabidhiwa kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bimastufidhu min kitabillah. Kisha anaendelea anasema, wakanu alayhi shuhada, nao wakawa ni mashahidi juu yake. Fala takhshaw nasa, anaendelea Mwenyezi Mungu anasema, basi msiwaogope watu, wakhshawun, bali niogopeni mimi, wala tashtaru biayati thamanan qalila, wala msibadilishe aya zangu kwa thamani chache. Waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul kafirun, na wasiohukumu kwa walio au kwa aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hao ndio makafiri. Faulaika humul kafirun. Hiyo ni aya 44. Aya 45 anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakatabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs, na humo katika hivyo vitabu tuliwaandikia ya kwamba roho kwa roho, an-nafs bin-nafs, anna an-nafsa bin-nafs, wal aina bil-ain, na jicho kwa jicho, wal anfa bil-anf, na pua kwa pua, wal udhna bil-udhun, na sikio kwa sikio, wasinna bisin, na jino kwa jino, wal juruha qisas, na kwa majeraha kisasi pia. Kisha anaendelea anasema, faman tasaddaka bihi fahuwa kafaratun lah, basi atakaye samehe itakuwa ni kafara kwake. Alafu anaendelea anasema, man lam yahkum bima anzala Allah faulaika humu dhalimun. Aya ya 46 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, waqaffayna ala atharihim biisa ibn Maryama, waqaffayna ala atharihim biisa ibn Maryama musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa ataynahu al-injil fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa hudan wa maw'idatan lilmuttaqin. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Anasema, na tukawafuatisha, waqaffayna ala atharihim biisa ibn Maryam, na tukawafuatisha hao Isa ambaye kwamba ni bin Maryam, musaddiqan lima baina yadayhi, kwa yahakikisha yaliyokuwa kabla yake, min at-taurati, katika Taurati, wa atainahu al-injil, na tukampa Injil, fihi hudan wa nur, yani tukampa Injili iliyomo ndani yake nini? Uongofu na nuru. Wa musaddiqan lima baina yadayhi, na nuru na inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurat, wa hudan wa maw'idhatun lilmuttaqin, na uongofu na mawaidha kwa wacha Mungu. Kwa hivyo katika hizo aya ambazo kwamba tulizozitaja, tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya ya kwanza ameweza kuonesha kwamba kitabu ambacho kwamba alikuwa ni mwenye kuteremsha. Mathalan anasema bismillahir rahmanir rahim, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur, alafu na aya zingine pia. Kwa hivyo inamaanisha kwamba amezikuwa ni kwa njia fulani, amekuwa ni mwenye kuzitaja hivi vitabu kuwa ni hudan na ni nur. Alafu pia katika aya nyingine kwamba anakuwa ni mwenye kutaja hivi vitabu ambavyo kwamba vilivyoshuka kama Injili na vingine kwamba ni nur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Maida,
anasema ya ahla alkitabi qad jaakum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an kathirin qad jaakum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Sadaqa Allahu al-aliyyul adhim. Hivyo katika hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ahla alkitab, enyi watu wa kitabu, qad jaakum rasuluna yubayyinu lakum, amekwisha kujieni mjumbe wetu au mtume wetu anaye kufichulieni mengi. Yubayyinu lakum kathira mimma kuntum tukhfun, anakufichulieni mengi mliokuwa mkiyaficha. Min alkitab, katika kitabu. Wa yafu an kathir, na anayasamehe mengi mengi tu. Kisha anasema qad jaakum min Allah, bila shaka imekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nurun wa kitabu mubin, imewajieni nuru na kitabu kinachobainisha. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja kuwa hivyo vitabu ni nur, ni nuru, na pia ni kitabu ambacho kwamba kinachobainisha. Hiyo ni nukta ya kwanza. Kwa hivyo tumeona kwamba maana katika nukta ya kwanza ni ameongea kuhusiana na albayinat, na ameongea kuhusiana na Zubur, na akasema Zubur ni wingi wa Zabur, na Zabur ndio akakuja na kwa nini Zabur ilitumika, kuna tofauti gani Zabur na hivi vitabu vingine. Akasema kwamba Zabur ni vitabu vilivyotumika kabla ya Nabii Musa alayhi salam. Sasa nukta pili anasema al-maqsud, makusudio ya az-Zubur, ya hii Zubur ni nini? Dhalika al-qismu, ni hicho kitengo, min kutubil anbiya, katika vitabu vya manabii, allati tahtawi ala al-ibra, ambayo kwamba ndani hicho kitabu kinabeba mafunzo mengi sana, wal mauidha, na pia kinabeba mawaidha mengi tu, wal nasiha, na nasaha nyingi tu, wal munajat, na dua. Kama vile kitabu gani? Kazaburi Daud, kama vile kitabu cha Nabii Daud alayhi salam, katika kitabu chake ambacho kwamba kinaitwa Zabur. Wa amma alkitabu almunir, na amma kitab kinachotoa mwanga, fatilka almajmua min alkutubi alsamawiya, ni vitabu ambacho kwamba ni vitabu vya mbinguni, allati tahtawi ala alahkam, ambazo kwamba zina hukum ama zimebeba hukum, walqawanin, na kanuni, watashriat, na kanuni zilizoandikwa, alijtimaiya, ya ambayo kwamba inahusiana na mujtama kwa ujumla, na pia ambayo kwamba inahusiana na wanajamii mmoja baada mwingine. Mithl, mfano kama kitabu kipi? At-Taurat, kama Taurat, wal Injil, na kitabu cha Injil, wal Quran, na kitabu cha Quran. Wayabdu anna hadha tafsir ansab, na Sheikh anasema kwamba tafsiri hii huenda ndo nzuri zaidi, ya kwamba Zabur ni vitabu ambavyo kwamba vinabeba ibra, vinabeba mafunzo na mawidha na nasaha, kama kitabu cha nani? Cha Zabur, kama kitabu cha Nabii Daud alayhi salam, Zaburi ya Nabii Daud alayhi salam. Na kitabu al-Munir, yani al-kitabu al-Munir ni vitabu ambavyo kwamba vimetoka mbinguni, ambavyo kwamba inabeba hukum na kanuni ambazo kwamba zina kanuni za mujtama au kanuni za wanajamii kwa ujumla. Mpaka hapa tumekuwa na yenye kuelewa ile aya na tofauti ya neno Zabur na tofauti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapotumia al-Kitabul Munir. Saizi tunataka tuingie katika nukta ambayo kwamba ni muhimu sana tena sana, ambayo tunataka tuongee kuhusiana na asili na msingi wa sheria na kanuni za wanadamu. Yani kivipi vipi mwanadamu aliweza kutunga sheria? Je, ni kwa sababu gani mwanadamu aliweza kutunga sheria? Anasema kwamba inna sharaya, hakika hizi sheria ambazo kwamba
asharai alwadhiia, sheria ambazo kwamba ni za mwanadamu yeye mwenyewe ameziunda, au alqawanin, au kanuni ambazo kwamba mwanadamu ndiye aliyeunda mwenyewe, fil mujtamaat albashariya, katika mujtama ya kibinadamu kuanzia mwanzo, tatakawanu tadrijiyan, yani inajikuza polepole inajikuza. Hizi alqawanin alwadhiia, hizi kanuni polepole huwa zinajikuza, lakini kupitia njia mbili. Ya kwanza ni kupitia njia ya adat, njia ya mazoea, na inshallah taala tutakuja na mfano. Alafu njia ya pili ni njia inayotumiwa kuwa ni aaraf, njia ya urfu. Kwa hivyo mtu atakapotuuliza, je, hii kanuni ya mwanadamu ambaye kwamba anaunda inatengezwa kivipi, na mansha yake na msingi wake na asili yake inatengezwa kivipi? Tutasema hivi, msingi wake inategemea au inakuzwa na misingi miwili. Msingi wa kwanza ni adat, yani ni yale mazoea ambayo kwamba yanayopatikana katika jamii fulani, na araf na uruf, na inshallah taala tutaelezea. Lakini kabla tuweze kuendelea, tungependa kwanza kabisa kuongea kuhusiana na ada na akhlaq, yani tofauti ya ada na tofauti ya akhlaq ni yapi? Alafu inshallah taala ndo tutafika katika natija ya mazoea katika jamii. Anasema kwamba kuna nukta muhimu sana ambazo kwamba tunataka tutaje katika nukta hizi. Anasema kwamba innal akhlaq, yani tabia ya kiujumla, na hii nadharia ambayo kwamba nataka tuitaje ni nadharia ya safsata. Safsata ni watu ambao kwamba, au ni kikundi ambacho kwamba kinakataa uhakika wa mambo, yani inakuwa ni yenye kupinga waqi, na itafika sehemu yake tutaongea vizuri sana. Inakuwa ni yenye kukataa waqi, yani uhakika wa mambo ambazo kwamba inapatikana nje, inakuwa ni yenye kupinga. Sasa kikundi hiki kinaitwa kikundi cha safsata katika lugha ya Kiarabu. Wanasema kwamba innal akhlaq, hawa na safsata wanasema tabia takhtalifu min mujtama ila mujtama, yani tabia inatofautiana kutoka kwa mujtama kwenda kwa mujtama nyingine, wa min zaman, na kutoka kwa zama ila zaman kwenda kwa zama nyingine. Fal khairu, basi khairi, inda unasin, kwa watu wengine, fi sharqi, kutoka kwa mashariki ya ardhi, huwa sharrun inda akharina fil gharb, ni shari kwa watu wengine magharibi ya ardhi. Yani sasa katika mtizamo wa wanasafsata kuelekea akhlaq, yani kuelekea tabia. Kisha wanaendelea wanasema kwamba wal adl, na uadilifu, fi zamanin kan, katika zama fulani ilikuwa nini? Huwa dhulmun fi hadha zaman, ni dhulma katika zama hii. Walau kanatil akhlaq, lakini tabia, lau ingekuwa tabia, tasduru min alwahi, inatokana na wahi, yani imekuja moja kwa moja kwa wahi, wal aql, na akili, lakanat bikamiliha, ingekuwa tabia akhlaq kwa ukamilifu wake ni yenye kuwa katika safha moja, wa min nawiyatin wahida, na ingekuwa inatoka kwa naui moja, sharqan wa gharban, kutoka mashariki ya ardhi hadi magharibi. Nadharia hii ya safsata kuelekea akhlaq yao ni kwamba wanakataa sala ambalo kwamba linahusiana na akhlaq. Kwa nini wanasema
kwamba akhlaq kwa vile tunaona inatofautiana kupita zama kwenda kwa zama nyingine. Dhulma ilikuwa nzuri kwa zama na kwa zama nyingine si nzuri. Kheri kwa sehemu katika ardhi ni nzuri na sehemu katika ardhi sio nzuri, basi inamaanisha kwamba akhlaq haina msingi wowote. Akhlaq si kitu ambacho kwamba inatokamana na wahi wa Mwenyezi Mungu. Akhlaq si kitu ambacho kwamba inakubaliana na akili, ni kitu ambacho kwamba masdari yake inatokamana na akili, na wamefanya harakati hiyo ya kuweza kupinga akhlaq, yani kuweza kupinga hiyo waqi', yani uhakika wa akhlaq, kwa sababu hizi ambayo kwamba inshallah taala tutakuja na jawabu polepole ya kiakili. Mwandishi ambaye kwamba ameandika hii nukta anasema kwamba wahafidha hadhi safsata man hafidhaha fi hadha al-asr, na kuna watu katika zama hizi zetu pia wanafata hii nadharia ya safsata, wa akhadha yushiuha wa yurawijuha, na huyu ambaye kwamba anafata mtazamo huu akaanza pia kueneza mtazamo huu ya kwamba akhlaq haina msingi wote, akhlaq msingi wake sio wahi, akhlaq msingi wake sio aql. Lakini anasema wa hadha jahlun, na hii nukta ambayo kwamba au msimamo ambao kwamba safsata wamesimama nayo ni ujinga wa khalt, na kuchanganya baina ilmi al-akhlaq al-mustaqil, baina elimu ya akhlaq ambayo kwamba inajitegemea peke yake, fi maudhuihi, katika maudhui yake yenyewe, wa manhajihi, na manhaji akhlaq, wa qawaidihi, na qaida za kiakhlaq, ka ghairi min al-ulum, na asiyekuwa hayo ya elimu zingine. Wamechanganya na nini? Wa baina al-adat wa taqalid, wamechanganya na wamekuwa ni wenye hawajakuwa makini baina ya akhlaq na baina ya adat, mazoea ambayo kwamba inachimbuka katika jamii. Wa taqalid, at-taqalid ni ile hali ya watu kufata yale ambayo kwamba waliokuwa ni wenye kuyapata katika mababu zao, katika baba zao, katika jamii zao. Sasa safsata hawajaweza kutofautisha baina ya ilmu al-akhlaq, elimu ya akhlaq, na al-adat, zile mazoea ambazo kwamba zinapatikana katika jamii, wa taqalid, na zile taqalid ambazo kwamba watu wamerithiana na kurithiana baina hii jamii na jamii nyingine. Kisha anaendelea anasema, allati tujad wa tansha min adh-dhuruf, ambazo kwamba hizo ada ambazo kwamba zinapatikana katika jamii, tansha min adh-dhuruf, asili yake inachumbuka kutokamana na hali fulani, wal munasabat, na minasaba fulani, wala tartakiza ala asas min al-ilm wal haqq, na haitegemei wasilia wa haki na elimu. Kwa hivyo wakati ambao kwamba watu wanapokuwa na mazoea fulani, hatuwezi sema kwamba mazoea inatokamana na elimu na inatokamana na haki. Wewe utakapokuwa na mazoea fulani ya kutoka kwako wewe, hayamaanishi kwamba ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu wala ni akhlaqi. Kwa hivyo hatuwezi sema mazoea ni akhlaq. Hivi ni vitu viwili tofauti, na ndio maana hapa wana safsata wameweza kuingia katika kuchanganyisha mambo mawili. Wafima yali, na sasa kuanzia hapa, nushir ila alfuruq, tunataka kuishiria tofauti baina mabadi al-akhlaq, baina ya chimbuko la akhlaq wal adat, na ada ambayo kwamba tumesema mwanzo alqawanin alwadhi'iyya, kanuni ambazo kwamba watu wanakuwa ni wenye kuzikanunisha. Hizi kanuni zinatokana na nini? Wakasema kwamba nukta ya kwanza tukasema kwamba ni inatokamana na adat, yani inatokamana na mazoea.
Sasa hii mazoea ndo tunataka tuidurusu saizi. Anasema kwamba tofauti ya mazoea na akhlaq ni nini? Innal mabda al akhlaqi, yani chanzo cha akhlaq kasidiki, kama vile kusema ukweli, wal adli, na kama vile kufanya uadilifu, ni am. Hapa tutasherehesha kidogo alafu tuendelee. Amun ni am, inaingia kila sehemu, wa thabit, na inathibiti, yasluh likulli mujtama, yani inaingia katika kila mujtama, fi kulli zamani na makan, la yataaddad au yatajazza, haingii kwa mujtama bila mujtama, haingii kwa watu bila watu wengine, lakini inaingia kwa watu wote, ni am. Nataka tueleze hii kadhia, yani hii jumla kidogo alafu tuendelee. Hapa anataka kuamaanisha kwamba akhlaq kama akhlaq la yataaddad au yatajazza. Tuchukue hii kadhia ya mwisho, la yatajazza. Nini maana tajazza? Tajazza maana yake ni kwamba akhlaq haingii kwa watu fulani kisha watu fulani hawafati, au watu fulani wanafata na watu fulani hawafati. La, akhlaq sio hivyo. Akhlaq ni kwamba ni kitu am, ni kitu kila mmoja lazima awe ni mwenye kushikamana na akhlaq, kila mmoja. Na akili nakubali, akili nakubali kwamba sisi wote lazima tuwe watu wa kusubiria. Tunaleta dalili kwamba wakati ambao kwamba wewe kama Muislam utakapokuwa au utakapopatwa na msiba, au yeyote kwetu sisi ni Muislamu sio Muislamu, atakapopatwa na msiba tunamwambia ndugu yangu, subiria. Hii kusubiria hii ni miongoni mwa natija za kiakhlaqi, na kusubiria huku inaingia katika kila mujtama, inaingia katika mujtama ya mashariki na inaingia katika mujtama magharibi. Lakini tutakapokuja katika ada, yani tutakapokuja katika mazoea mfano, lakini ataeleza hapa mbele, mazoea mfano wa kuvuta sigara. Mazoea wa kuvuta sigara, utapata jamii fulani wanavuta, yani, na utapata jamii nyingine hawavuti. Utapata kuna mtu anavuta sigara kwa ajili mazoea yake avute sigara, na utapata mtu mwingine havuti sigara kwa ajili mazoea yake yeye havuti. Sasa inamaanisha kwamba adat, mazoea, kuna watu wanayo na kuna watu hawana, lakini akhlaq ni am. Akhlaq ni kwamba inabeba kila mtu, na hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea kupitia mtume wetu na kupitia manabii wote kupitia wahi. Kwa hivyo ni kitu am, lakini adat la. Ndio maana anaendelea anasema, wa innama taaddud fi lfam wa kaifiyati tatbiq. Tuendelee. Amma ada, tumeona akhlaq inaingia kila sehemu, lakini anasema amma alada, ama mazoea, faqad takhtasu bilfard. Wakati mwingine mtu fulani anaweza kuwa nayo, katadkhin, kama vile kuvuta sigara, uvutaji wa sigara. Mtatusamehea wale ambao kwamba wanavuta sigara. Katadkhin, kama vile kuvuta sigara, au bishab, au inaweza ingiana na watu fulani. Mazoea inaweza shikana na mtu mmoja, kama uvutaji wa sigara. Mtu fulani anaweza vuta, mtu mwingine asivute. Mtu fulani anaweza fanya hivi, mtu fulani hafanyi. Lakini anasema au bishab, au pia mazoea inaweza fungamana na watu, jamii nzima, au kabila, au mazoea inaweza fungamana na kabila fulani, au taifa, ama na kikundi fulani, au daula, au nchi fulani. Tabaan li dhurufia, inategemea na hali yake ambayo kwamba iliko. Kuna watu ada yao ni kutembea na fimbo, yani humpati na hupati mtu yoyote mbele yako katika watu hao isipokuwa yuko na fimbo. Mdogo wao, mkubwa wao, wanaume wote utawapata wako na fimbo. Na mgeni akija kutembelea ana ile ada ya kuweka kiboko nje. Kwa hivyo wewe ukija ukipata kuna kiboko nje, utajua hapa kuna mgeni.
ama baba mwenye boma atakapoingia kwenye nyumba yake anawacha kiboko nje au fimbo nje, utakapokuja utaona kwamba huyo mzee, kuna mzee humu ndani. Kwa nini? Kwa ajili alama yake ni fimbo. Sasa hiyo kabila wamezoea kutembea na fimbo, kwa hivyo ni ada yao. Wengine hapana, ada yao ni kutembea na mashort, suruali fupi fupi, ada yao hiyo. Ada nyingine, kabila nyingine wamezoea kutembea na bila viatu, hiyo ni ada yao. Utapata wote wanatembea bila viatu, ni ada yao. Wengine hapana, utapata kila jamii iko na ada yake. Sasa hii ada haiwezi kuwa ni kitu am, haiwezi kuingia kwa kila mtu, lakini akhlaq inaingia, inabeba, inakuwa ni am. Kwa hivyo ndio maana anasema ama alada faqad takhtasu bilfard, ada inaweza kuwa ni ya mtu binafsi, katadkhin, kama vile uvutaji wa sigara, au bishabin, au kwa boma fulani, au kabila, au kwa kabila fulani, au taifa, kwa kundi fulani, au daula, au kwa nchi fulani, lidhurufia, kwa ajili ya dhurufu yake ambayo kwamba walikuwa. Wa ala sabili almithal, kwa mfano ma jaa fi kitabi dirasatin islamia. Hapa huyu mwandishi anataka kuthibitisha kwamba kuna mazoea ambayo kwamba kaumu fulani wanayo na kuna mazoea kaumu fulani hawana. Kama Waarabu kabla Uislamu, mazoea yao ilikuwa ni tunaua watoto wa kike, na ndio hivyo walikuwa wanafanya, ilikuwa ni ada yao. Sasa anataka kuja na mfano hapa, anasema wa ala sabili almithal, na mfano ma jaa fi kitabi dirasatin islamia lidoktor Draz, yani kwa iliyokuja kwa bahath na uchambuzi wa Kiislamu kupitia udoktora ambaye kwamba doktora anajiitwa Draz ama Draz. Anasema anna qanun ar-Ruman al-qadim, kanuni ya Warumi mwanzoni au ya kitambo, kana yukhawilu rabb al-usra au kana yukhawalu rabb al-usra, ile kanuni ilikuwa inamjalia na inampa baba mwenye au kiongozi mwenye familia an yaktula zawjata, ilikuwa inampatia khiari au ni mwenye kuwa mke wake, wa auladahu, na watoto wake. Wa anna kanun, na kanuni nyingine, kana yubihu nahab, kanuni nyingine walikuwa wanahalalisha uporaji. Kanuni ya nchi wanasema sisi leo tunahalalisha uporaji. Kanuni nyingine walikuwa wanaamrisha baba mwenye nyumba au walikuwa wanamwachia uhuru, wewe fanya kile unataka, unaweza ua watoto wako na mke wako. Kanuni nyingine ndo hawa sasa, kana yabihu nahab, walikuwa wanahalalisha uporaji, wal ikhtilas, na ubadhirifu, tumia vitu vile unavyotaka. Na pia tunaona katika matelevisheni kwamba kuna siku ya chakula, watu wanatupa manyanya barabarani, wanabaki na masuruali, wanachezea vyakula wanavyotaka. Hizo ni ada ambayo kwamba walikuwa nayo. Kwa hivyo wanasema wal ikhtilas, na kufanya ubadhirifu, fi baadhi almawasim, katika baadhi ya misimu. Wa anna al-ummahat, na kwamba baadhi ya nchi wa mama kana tarmi atfalaha, kuna msimu ilikuwa ikifika wa mama tarmi atfalaha, walikuwa wanatupa watoto wao ila alhayawanat, wanaenda mlimani kule, wanarusha watoto ila alhayawanat, wanarusha watoto ila alhayawanat almuftarisa, wanarushia wanyama ambao kwamba ni wale wanyama wanaoishi msituni, takhallusan min athqalihim, ili kujiweka mbali na mazito ya ulezi. Wa kulluna yahfadh qawlahu ta'ala, na kila mmoja wetu kwetu sisi tuko na maneno ya Mwenyezi Mungu ambaye kwamba anasema idha almaudatu suilat, hususan na hasa ikiwa ni mtoto wa kike. Na anasema mwandishi wa nakala hii ambaye kwamba tumekuwa ni wenye kunukuu, anasema wa min aghrab ma qara'at, anasema huyu mwandishi kwamba au huyu doktor anasema na ajabu zaidi ambaye kwamba mimi nimesoma fi hadha albab, kwa mlango huu wa adat, kwa mlango huu wa mazoea, ma jaa fi majalla alam alfikr alkuwaitiyya, ambaye kwamba ilikuja katika majalla ya fikr. Majalla yenyewe inaitwa majalla alam alfikr alkuwaitiyya. Anasema idad aladad alrabi min almujallad alawwal, anasema kwamba anna jarihan min albidh, ya kwamba kuna mtu ambaye kwamba
alikuwa amejeruhiwa na huyo mtu alikuwa ni rangi yake ni mtu mweupe, fil wilayati almutahida, kwamba huyu bwana alikuwa anafanya kazi katika Umoja wa Mataifa. Ihtaja ila amalia naqli dam, alikuwa anataka kufanyiwa nini? Huyu mwenye alipata jeraha alikuwa anataka au kwamba alikuwa anafanyiwa nini? Upasuaji, afwan, alikuwa anataka kubadilisha damu yake. Sasa ihtaja ila amalia naqli dam, alikuwa anataka operation ya kubadilishwa damu mwilini mwake. Walam tattafiq fasila damihi ila ma fasila dami sud, walam tattafiq fasila damihi illa maa fasila dami sud, na ile aina ya damu yake haikupatana isipokuwa ilipatana na aina fulani ya damu ya mtu ambaye kwamba sio mtu mweupe, yani ambaye kwamba alikuwa anafanyia operation alikuwa ni mtu mweupe, na damu yake ilikuwa inaendana na mtu ambaye kwamba ni mtu mweusi, si mtu mweupe. Waqad tabarra hadha almiskin, sasa mtu mweusi tabarra, alijitolelea ila aljarih, yani kumtolea damu huyo ambaye kwamba anayefanyia operation, bidamihi, kwa kutoa damu yake, liwajhi llah, sio kwa ajili ya kulipwa, lakini ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal insania, na binadamu. Walakin almumarridata, lakini sasa nani na nani? Huyo ambaye kwamba alikuwa ndo nasi, ndo alikuwa ndo daktari wa kike, akhadhat zujaja, baada mapimo nini, alichukua kile kipimo cha ile damu ya yule ambaye kwamba ni damu ya yule mtu ambaye kwamba ni mweusi. Baada ya kupimwa nini na nini, akawa ni mwenye allati fiha damu al-insani al-aswad, ambaye kwamba iko damu ya yule mtu mweusi, wakasarata, na akawa ni mwenye kuivunjilia mbali. Watarakat aljarih, na akawacha huyu mtu ambaye kwamba alikuwa amefanyia operation yamut, au ni mwenye kufariki. Kwa nini? Kay la yakhtalit damu al-abid bidami sadat, ili damu ya huyu mtu mweusi isiwe ni kuchanganyikana na huyu damu ya huyu mtu mweupe. Sasa anauliza huyu daktari kwamba fal hadha insania au wahshia, je, mazoea haya ni mazoea ya kibinadamu au ni mazoea ya unyama? Wa hal qatlu al-awlad, je, kuwa watoto min imlaq, kwa ajili uoga, dalilu ala dhaqti al-faqr wa kufri au ala qaswati al-umuma wal ubuwa, je, kuua watoto kwa zama zetu za leo, sio mafakiri ndo wanaua watoto kwa wingi, bali tutakapofanya uchambuzi tunapata kwamba matajiri, hata watu ambao kwamba wasiokuwa ni maskini, wanaua watoto tu kwa sana. Sasa ndo wanauliza wa hal qatlu al-awlad, je, kuua watoto min imlaq, kwa ajili ya uoga, dalila ala dhaqti al-faqr, je, ni kwa ajili ya ufakiri, au ala qaswati al-umuma wal ubuwa, au ni kwa ajili ya roho ngumu ya mama na roho ngumu ya baba? Wa hal qanunu al-qatl, na je, kanuni ya kuua, wanahb, na uporaji, wa ibahataha, na yani kuhalalisha kuua na kuhalalisha uporaji, min wahyi llah, je, hiyo ni kanuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba ni wahi ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au min al-khati wal jahil bil maqais wal ma'ayir, au ni ujinga na upotofu vipimo na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ya mwisho kabisa anaongea kuhusiana na al-farq baina al-adat wal akhlaq. Hii tofauti ya al-adat wal akhlaq, insha Allah Ta'ala kuna nukta tatu ambaye kwamba tutakuwa ni wenye kumalizia, alafu tutakuwa ni wenye kuongea kuhusiana na hizi nukta tatu, kisha tuje na natija kwamba alqawanini alwadhi'iyya, kwamba sheria ambazo kwamba ni za mwanadamu, ambazo kwamba mwanadamu ndiye ambaye kwamba anatengeza hizi sheria, hatuwezi zitegemea. Alafu tukuje kuongea kuhusiana na nukta ya pili kuhusiana na al-a'raf. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.